Mavyakula yenyewe mabichi, kwanza shikeni na visu yenu hapa. Lakini mama, kwa nini unaleta vurugu wakati wa chakula? Mshenzi wewe. Alafu nasema chakula kwa chakula gani? Wewe unajua kupika wewe? Unapika unakoroga. Bwabwa limesimama kama dole gumba. Samaki mwenyewe ananuka shombo. Wewe unajua kupika wewe? Nakuuliza. Samaki anuki. Ganzi nashindwa hata kutembea. Nateseka kwani utuoni mimi na mwanao. Jamani, hivi sasa saa ngapi? Mama sielewi kabisa. Saa 4 hii. Hata chai hatujanywa. Mna shida gani humu ndani jamani? Samahani mama, lakini huu ndo muda bosi wangu aliweka wa kunywa chai ya kwenye nyumba. Huo muda kapanga nani? Kama sio wewe unaokaa jikoni. Wewe unamsikiliza aliyokuambia kupanga muda, wewe unaokaa jikoni. Ina maana wewe hujui kama kuna bibi mkubwa anatakiwa kula mapema au kunywa chai mapema? Sinaongea na wewe. Hujui kama mimi na vidonda vya tumbo? Au mpaka muone mtu ana vidonda vya kondo mumuandalie chai, ndio manake? Tunaomba samahani kwa hilo mama. Tutazungumza na dada ili abadilishe muda kwa sababu tulikuwa tujui au nilikuwa sitambui kwamba una vidonda vya tumbo. Ila kwa sababu umeweza kuniambia, mimi nitaongea na dada, nitamwambia atabadilisha ratiba. Kwa hiyo mpaka ujue kama mimi na vidonda vya tumbo. Nyie tambueni hapa mimi ni kwa mtoto wangu na ni kwangu. Sijui mmenielewa? Naona mna kazi ya kujipanda. Mna kazi ya kujifanya nyinyi kwenu, si ndio manake? Wewe binti, naona kumbe hujanielewa vizuri wewe. Shell type wewe. Naomba iwe mwanzo na mwisho kuanzia leo. Nataka saa 1 kamili chai tayari. Mama, kwani kuna nini hapa jamani? Mbona kelele? Kwani wewe hujui kuna nini? Wewe si ndio unayempa muda kijakazi wako kwamba chai ipikwe hapa saa 6? Unajielewa kweli wewe? Yaani wewe mwanamke ni mvivu. Na ndio maana ukagundua bora kwenda kusafisha hata kucha kwa paka rangi kwa sababu wewe ni mvivu. Hujui hata kusugua magaga. Basi mama, naomba unisamehe. Nisamehe. Mwangalie kwanza. Uso mdogo kama kidonge cha uzazi. Sasa narudia tena binti. Iwe mwanzo na mwisho. Nataka kesho saa 12 chai iwe pale. Naomba ongea na kijakazi wako. Alafu kingine, ningekuwa mimi kwangu najisiki kula nisingepata nguvu hata kuzaa ile mibonge ya mibwana mitoto ile. Mpaka nakuwa na akili ya kujenga nyumba za kifahari unakuja kukaa hapa. Umemuua mtoto wangu na bado unataka kuniua mimi kwa vidonda vya tumbo, si ndio? Sasa sifi mpaka Mungu apende, mshenzi wewe. Mama, unanikosea mamangu. Kumbuka mimi ni mkaza mwana wako mama. Unapofanya hivyo mbele ya msaidizi wangu wa kazi, naleta picha gani mamangu? Sasa labda nikwambie kitu. Uwe mkaza mwanangu, uwe mlegeza mwanangu, mimi nachohitaji hapa kula. Sijui umenielewa? Alafu kingine utambue, ulikuwa mkaza mwanangu au ulikuwa mlegeza mwanangu. Sio sasa. Saizi yupo huko. Analiwa na mchwa. Nitokee kwanza hapa. Sio nakutia makofi na wewe. Sijui. Wewe binti wewe. Yaani nakupa dakika hizi. Naomba nikuchechee mezani. Umeelewa nachongea? Shenzi wewe. Sipendi kuiba ila meshenyo yamenipeleka kuiba kwani. Isipoiba nitakula ni nyuvu zangu kisa demsosi. Mpaka mentuali ya dada yangu kaolewa. Wenye familia ya kitajiri ingalikuwa ina uswahili. Bijibu sahi wakala kwani. Mimi ni wakala wani. Ushachimaliza kuobyo funga. Mlango siku na upunda. Sana weka simu yako chini ya metomana nikikata nyavu asubuhi utalia kilio. Bibi kwa nini anabembeleza mamangu kila saa?
Wananikera. Wananikera na nini? Asa wewe mama yako na wewe dada yenu wa kazi. Yaani kila saa wanapenda kuniuzi. Kwa nini tusingeishi kama zamani baba alivyokuwepo? Nikwambie kitu mjukuu wangu. Wewe bado mdogo, huwezi kuelewa. Ila ukikua utajua. Tukaa kuna amani sana. Napenda sana kuongea. Naongea kama wewe mjukuu wangu. Mbona na wewe unaongea kama mimi jamani? Nakupenda mjukuu wangu. Sipendi kuiba ila maisha ndio yamenipeleka kuiba kwani. Isipoiba nitakula ni nyuvu zangu kisa dem sosi. Mpaka mentuali ya dada yangu kaolewa. Wenye familia dadeki. Yaani hapa nimeopoa hizo nguo ni kali balaa hizi. Yaani wa matozo watanikoma maskani. Sina hivyo sina hela. Dadeki. Alafu mbona kama sema soma mambo yangu. Askofu. Sitocha kuiba maana. Isipoiba Kwa mwanangu nimeamua nibie kweli yani. Wewe ukiangalia hizo nguo zako hizi. Unajua nguo mimi nimetoa wapi? Nguo nimeenda kununua kali yako babu usinitishi. Umesikia? Wewe unanichukulia. Tumepishana sasa hivi ushaenda kali yako. Tumepishana sasa hivi ushaenda kali yako. Mimi sanga kwa nguo zangu hizi zitakuzingua mwanangu mimi steki hapa. Mtu anaweza kuiba nguo zimefanana? Mimi sita nguo zangu hizi. Mimi nimeacha nimefua asubuhi nimeacha kwenye kamba pale. Nguo zangu hizi. Una uhakika babu? Hizi sio nguo zako na ni nguo zangu. Wewe puuzi nini babu? Mimi sita nguo zangu hizi mimi nitakuja nikuzingue siku moja mwanangu. Nguo zangu acha wizi nakwambia. Wewe kwani vipi hapo mazee? Poa familia. Mimi nashangaa anasema nguo hizi nguo zake. Poa nguo zangu hizi. Mimi nimeacha nimefua monini kaweka pale kwenye kamba kaishi nazo hizi mwanao. Udogo mwizi? Hii. Kwani kakuibia nini? Kanibia nguo zangu. Nguo zako zilikuwepo wapi mpaka akakuibia? Nimefua asubuhi nimeacha kwenye kamba pale. Asa unaacheje nguo kwenye kamba kwanza? Kwani tunafua nguo tunaacha tumeanika. Unaacheje umeanika? Sitabidi ulinde nguo zako. We mzembe. Oya, huyu ndio upo kazini na wewe itabidi wewe ndio ulinde nguo zako. Huyu hamna cha kuiba wala nini. Hizi nguo ondoki nazo wala nini, au sio? Kazini kazi gani? Kazi wizi. Sasa wewe uone kama hiyo ni kazi au vipi? Sasa umesha kweli ya hizi sio kazi. Tafuteni kazi. Nguo zangu zinakuja ni wazingue mwanangu. Wewe fresh chukweni. Baridi. Poa vipi hizo nguo janja? Hizi nguo mwanangu nimeiba kweli, si unajua kwenye harakati. Au sio? Oa sasa sikia. Hizo nguo hapa yenyewe unaona mimi nimekuja kuokoa, au sio? Bila mimi hapa ilikuwa inakuja nini? Ungepigwa hata mijiwe sasa hivi hapa. Sasa sikia, hizo nguo nenda kauze, alafu baadaye ukishapata pesa, usitoe hata shilingi 100 fika kwanza maskani, au sio? Ila pasu kwa pasu bwana, hata kama. Pasu kwa pasu vipi mdogo wangu wewe, nenda afu usitoe hata 100 ufike maskani, au vipi? Basi poa mwanangu. Uje maskani, hasa usifike wala nini afu uone. Sitocha kuiba maana. Nisipoiba nitakula nini wizi kwa. Amka bana. Asubuhi jana nimechoka sana. Amka bana, kuna kitu nataka nikwambie. Niambie. Unajua jana wakati nakuja huku. Kuna baba nimekutana naye na hela huyo. Sasa tamaa. Sasa tamaa nini? Mimi nakuelezea kilichotokea ili tupange mpango, au unaanza kuniita mimi vitu vya. Sasa mpango gani kupanga mimi na wewe? Unataka mpango upi hapo? Sasa sikiliza. Mimi nataka tukamchukulia hela zake yule mzee. Shazoka baba. Sasa sinakupa dili, tunaongea kwanza nisikilize. Bwana ushamba. Mambo gani sio unaniambia mimi yani? Yaani vitu vidogo unakasirika nini sasa? Kesho kuna tamaa si ndio? Niambie malizie na kusikia vizuri kwa makini.
Sasa sikiliza. Yule baba ana hela. Kwa hiyo mimi nataka tufanye mpango hapa, twende. Niende nikaonane naye. Wewe unajificha sehemu. Afu unakuja pale unajifanya kama umekuja kunifumania. Kwa hiyo ukishafika wewe pale unamchukulia wewe, unataka hela nyingi, anazo hela nyingi anakupa. Ukishachukua tu zile hela unanichukua na mimi tunaondoka. Shida sio kuja kumfumania, shida una uhakika na pesa huyu jamani anaweza kutosha. Yaani yule tajiri mimi nakwambia sana, mpaka nakupa mpango ina maana nina uhakika na ninachokisema. Okay, panga mpango nasemaje sasa hapa Kwa hiyo ndio hivyo taka twende pale. Kwa hiyo tunaenda tunazichukua tu ndio. Sasa si ndio unisikilize mimi nakupanga. Okay sawa. Ushajua mimi napenda sana hela, afu napenda sana maisha mazuri. Au unafanya maisha ambayo wanaishi? Tunafanyaje sasa? Ndio fanye mpango sasa hapa tuinuke, tujiandae na kushakucha sasa hivi. Twende zetu. Ila sasa. Unapoenda kujificha kunisikilizia sio unakaa muda mrefu. Nikiliwa shauri yako. Wewe umejiuchia. Tunako mlangoni niko pembeni ya mlango. Unajua hiyo. Mapema nitawahi. Hiyo tuhakikishe kwa wewe na hela tumpige hela kweli. Hela nayo. Na issue mimi siwezi kufanya peke yangu. Issue inaonekana ni kubwa hii. Wewe ndaka hela ndo wawili tutushikiane, si mwanaume pia tujue na nguvu gani. Mimi mambo kupiga mimi siwezi. Ana shida bwana yule. Mataji kwa anatembeaga na bastola, hana hata bastola yule. Kwa pale yule atakuwa muoga. Yaani ukija pale ukionyesha umekomaa hivi, anatoa hela zote mimi nakwambia. Sawa, nimekupata. Basi ngoja nikaoge. Sasa bili basi na tukatafute hela. Baadaye. Mbona hivi unaamka hivi? Mimi sijui msitupo ndani. Brother, asubuhi tayari mimi nataka ndani. Kumka kenge hapo. Wewe tulie bwana, natoka sasa hivi. Kuna shida gani bwana wewe? Kenge nini? Unajua katoto kasoma. Wa brother, mambo si unajua. Nakuja toka sasa hivi. Da. Wewe mbona umetusimamia hapa? Vipi? Ndio sheria za kwenu? Sina kuuliza. Na haya mavisu ya nini hapa? Ndio mnataka kunitoa kolomelo? Amniui kwa taarifa yenu. Sina kuuliza wewe Menina. Hivi visu vya nini hapa? Unisikia au? Na haya mavisu ya nini? Ndio mnataka kunitoa utumbo au? Mimi naongea haya. Vyakula yenyewe mabichi, ona sikeni visu yenu hapa. Lakini mama, kwa nini unaleta vurugu wakati wa chakula? Mshenzi wewe. Alafu nasema chakula kwa chakula gani? Wewe unajua kupika wewe? Unapika unakoroga. Bwabwa limesimama kama dole gumba. Samaki mwenyewe ananuka shombo. Wewe unajua kupika wewe? Nakuuliza. Samaki anuki. Ganzi ganzi, mwili wote umejaa ganzi. Ganzi ganzi, nashindwa hata kutembea. Nateseka kwani hutuoni mimi na mwanao. Mali zimekuwa shubiri, mali zangu Mwenyezi nitoe roho. Mbaya zaidi hata huyu mtoto pia wanamtaka, nashindwa kabisa.
Nateseka hata mama yako leo amekuwa adui. Yuko wapi? Unifute machozi. Natamani hata uje uone umeondoka, umeniacha na maumivu siwezi gani inanishika. Nitaweza kweli ganzi? Ganzi, nipumzishe basi ganzi, penzi la masikini, kishidi ndugu, aibu tu, tamaa ya mali, kila mtu anataka hiyo mali.